Yes, karibu na wakati huu kwa nami Mwanaisha Lukali, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati. Tukiwa tunaelekea kutamatisha msimu wa ligi kuu Tanzania bara, tetesi za usajili zimeanza kuzungumzwa kwa kasi kweli kweli. Wachezaji waliokuwa bora, wachezaji waliokuwa wazuri wanahusishwa na vilabu vya hapa nyumbani kwetu Tanzania. Hapa nazungumzia virabu vilivyokuwa bora na virabu vilivyokuwa vinafanya vizuri na vinahitaji kufanya vizuri zaidi katika michuano ile ya Afrika. Hapa nazungumzia Simba, Yanga pamoja na Azam pamoja na Singida wanahusishwa na wachezaji waliokuwa bora katika vilabu mbalimbali barani Afrika. Lakini hii si kwa mara ya kwanza kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuhusishwa na wachezaji kutokea Zambia. Hapa namzungumzia mchezaji Owen Tembo kutokea katika timu ya Power Dynamos. Inasemekana wekundu wa Msimbazi Simba wamevutiwa na mchezaji huyo kiungo wakati ambaye anakipiga katika timu ya Power Dynamos, na katika msimu uliopita Owen Tembo aliweza kumaliza kama MVP wa ligi ya Zambia. Mchezaji huyo ana umri wa miaka 30, lakini pia anafanya vizuri katika nafasi yake kama kiungo wa ukabaji, lakini pia anaweza kucheza kama kiungo wa ushambuliaji. Inasemekana wekundu wa Msimbazi Simba baada ya tetesi kueleza huenda mwishoni mwa msimu huu Fabrice Ngoma akaondoka ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kwenda kutafuta marisho sehemu nyingine, basi Simba wameona haja na uwezo wa kuanza mazungumzo na Owen Tembo kuja kuisaidia wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika msimu huu. Ifahamike kwamba Owen Tembo ni mchezaji ambaye anaitwa hadi katika timu yake ya taifa ya Zambia. Hivyo basi sio mchezaji wa kawaida, ni mchezaji mzuri, mchezaji ambaye ana potential katika timu katika timu yake ya Power Dynamos, lakini pia ni ana umuhimu mkubwa katika timu yake ya taifa, kwani amekuwa akiitwa katika timu yake ya taifa ya Zambia. Hivyo basi wekundu wa Msimbazi Simba wameanza mazungumzo wa kuhitaji saini hiyo ya Owen Tembo. Sio mara ya kwanza kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuhitaji huduma ya Owen Tembo. Kwa mara kadhaa wamejaribu, lakini waliweza kudunda mwamba. Lakini safari hii inaelezwa kwamba Power Dynamos wanataka kumbakisha mchezaji huyo aendelee kubaki ndani ya klabu yao, lakini mchezaji mwenyewe anaitamani sana kuja kucheza ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu kuna baadhi ya nyota mbalimbali wa kutokea pale Zambia wameweza kufanya vizuri. Tumeona kabisa Clatous Chota Chama ambaye aliweza kutokea kule Zambia, amecheza ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba, ameweza kufanya vizuri, ameweza kuonekana barani Afrika, ameonekana ni mchezaji mkubwa na mwenye thamani. Alipokuwa na wekundu wa Msimbazi Simba aliweza kwenda katika nchi kule za Kiarabu. Inafahamika kwamba Chama alishawahi kupita RS Berkane akitokea ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba, na baadaye tena akarejea tena ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba na kuelekea kunako Young Africans. Hivyo basi kuna baadhi ya wachezaji mbalimbali ambao wanapenda kuja kucheza katika soka la Tanzania, yani ndani ya ligi kuu Tanzania bara, kutokana na ushindani wa soka letu. Lakini pia katika swala zima la Simba na Yanga, wachezaji wamekuwa na brand kubwa, wachezaji wamekuwa wakiishi vizuri katika swala la mishahara. Katika hizi timu kubwa za hapa nchini kwetu Tanzania, wachezaji wamekuwa wakilipwa kwa wakati, lakini pia wamekuwa wakilipwa na wakipata umaarufu. Tunaona kama mchezaji Stefan Aziz Ki ambaye aliweza kutoka ASEC Mimosa amepita ndani ya ligi kuu Tanzania bara na ameweza kuondoka kama mfalme ndani ya Young Africans. Azizi alitoka ASEC Mimosa, lakini amekuja ndani ya Young Africans, ameweza kupata jina kubwa, ameweza kupata umaarufu uliokuwa mzuri, licha ya kuisaidia Yanga katika michuano ile ya kimataifa, lakini pia katika michuano ile ya ndani ameonyesha kufanya vizuri, na hatimaye Wydad Casablanca wameweza kumuona na kwenda kuonyesha na kwenda kuisaidia timu yake. Lakini pia tumeweza kuona katika ya miaka ya hivi karibuni wachezaji kutokea ASEC Mimosa wameonekana kupendelea zaidi kujiunga na timu za Simba na Yanga. Hivyo basi wachezaji kutokea Zambia sio mmoja, tuliweza kuwaona wakina Lali Bwali waliweza kuja hapa
wachezaji kama hapa namzungumzia huyu Joshua Mutare, ni mchezaji ambaye kwa hivi sasa anaendelea kufanya vizuri na anakiwasha kweli kweli ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ifahamike kwamba malengo ya Simba ni kwenda kuchukua taji la klabu bingwa barani Afrika na kufanya vizuri ama kuishia katika nafasi nzuri katika michuano mikubwa klabu bingwa barani Afrika, kutokana tu na kufanya vizuri ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Katika ndani ya ligi kuu Tanzania bara, Simba takriban misimu mitatu Simba wameokosa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara mbele ya Young Africans, ambao wameonekana kuwa na kikosi kilichokuwa bora, wameonekana kuwa na kikosi kilichokuwa imara kweli kweli. Lakini katika swala la usajili, wekundu wa Msimbazi Simba safari hii tumeweza kuona wakiboresha benchi lao la ufundi kwa kumuingiza mwalimu Fadlu Davis, lakini pia mwalimu Fadlu Davis amesaidiana vema pamoja na Suleiman Matola na kuhakikisha Simba wameweza kufika katika hatua ya fainali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Ndani ya ligi kuu Tanzania bara, ubingwa bado upo wazi kwa sababu nafasi bado ipo, alama moja, tofauti ya alama moja kati ya Simba na Yanga. Yanga yupo pale juu akiwa na alama zake 73, huku Simba akiwa na alama zake zipatazo 72. Tusubiri na kuona, kwa sababu hamu kubwa ama shauku kubwa ya mashabiki wa Simba kuona viongozi wao wanafanya sajili zilizokuwa bora, sajili zilizokuwa nzuri, na tetesi zinasema huenda Fabrice Ngoma akaondoka ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia wachezaji wengine ambao inasemekana wanaweza kaondoka ndani ya dirisha hili kubwa la usajili ni pamoja na Jean Charles Ahoua, ambaye inasemekana Kaizer Chiefs chini ya kocha Nasri Nabi tayari ameshaanza kumtolea macho kweli kweli. Lakini mchezaji mwingine ambaye inasemekana huenda asiwe sehemu tena ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba ni pamoja na mshambuliaji wa klabu hiyo Steven Dese Mukwala, ambaye mwenyewe inaelezwa kwamba anatamani kuondoka na kwenda kujiunga na Kaizer Chiefs chini ya kocha Nasri Nabi. Inasemekana wekundu wa Msimbazi Simba umepangua ofa ya Kip Dennis ambaye Kaizer na yeye wanamhitaji. Inaonekana kocha Nasri Nabi kwa hudi na uvumba anawahitaji wachezaji wa Simba ambao wameweza kuonyesha ubora kweli kweli. Katika dili la Jean Charles Ahoua inasemekana Simba wanahitaji bilioni 1 na milioni 500 ili mradi mchezaji huyu aweze kuondoka. MVP huyo alikuja Tanzania kama MVP na inasemekana huenda akaondoka pia ndani ya ligi kuu Tanzania bara kama MVP, kwa sababu mpaka hivi sasa Jean Charles Ahoua amefanya vizuri na namba zake zinambeba ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Anaongoza kwa mabao ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia katika upande wa kutoa assist, yani zile pasi za mwisho za mabao, Jean Charles Ahoua ameonekana si haba, ana mchango mkubwa ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ameingia dirisha kubwa la usajili kwa muda mchache, ameonyesha potential ndani ya kikosi hicho cha wekundu wa Msimbazi Simba chini ya mwalimu Fadlu Davis. Lakini katika swala la muhimiri pale katikati, Fabrice Ngoma akicheza pamoja na Yusuf Kagoma ameonekana akifanya vyema, ameonekana akifanya vizuri na mashabiki wengi wa Simba wakiamini kwamba Fabrice Ngoma anahitajika kuendelea kusalia ndani ya kikosi hicho cha Simba. Mwalimu Fadlu Davis yeye ndiyo atakayetoa nani aingie na nani aweze kuondoka. Je, Owen Tembo anaweza kuwa ni sehemu ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba msimu unaofuata? Tusubiri na kuona, kwa sababu mchezaji mwenyewe ni maji ya jioni. Umri nao ni namba, ana miaka 30 mpaka hivi sasa tunavyozungumza, Owen Tembo. Na hivi sasa Simba wenyewe wanakwambia wanasajili wachezaji waliokuwa wenye umri mdogo kuanzia miaka 20 kuendelea, 19, 20 na kuendelea. Tuliweza kuwaona kina Peter Banda walikuwa na umri mdogo, lakini hawakuweza kufanya vizuri ndani ya ligi kuu Tanzania bara kutokana na swala zima la majeraha. Watu wengi walitarajia vitu kutoka kwa Peter Banda, lakini haikuwa hivyo. Tusubiri na kuona kuelekea dirisha kubwa. Mimi ni Mwanaisha Lukani, beki kisiki na machachari Afrika Mashariki na Kati, lakini nyuma kamera amesimama Sultan Goma ambaye yeye anasababisha kila kitu kinakwenda vizuri kabisa, kila kitu kinakuwa master.